heshima ya mwisho. Na mtazamaji, turejelee taarifa ya awali ambao kidogo sauti ilitupiga chenga. Maisha ya kisiasa ya Raila Odinga yalikuwa hayatabiriki na yenye wafuasi wengi, na safari yake ya mwisho haikuwa tofauti. Jukwaa la watu mashuhuri katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta lilikuwa limeandaliwa kwa umakini mno kwa ajili ya mapokezi ya kitaifa ya mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Lakini nje ya vizuizi, mpangilio tofauti ulikuwa ukichipuka. Mwanahabari wetu Vera Mora amekuwa akifuatilia msafara huo moja kwa moja, na sasa anaarifu punde tu ndege iliyoubeba mwili wa waziri mkuu wa zamani ilipowasili, itifaki zilizowekwa zilikiukwa na hisia za wafuasi wa Odinga. Tukio lililopangwa kuwa la kitaifa na la heshima liligeuka kwa haraka sana na kuwa la wananchi ambao walidai haki yao. Tupata maelezo kutoka kwake Vera Mora. Maisha ya Raila Odinga, hasa safari yake ya kisiasa, haikuwa ya kutabirika hata kidogo. Vivyo hivyo, safari yake ya mwisho ilikiuka ratiba na mipangilio. Saa 12 asubuhi, eneo la watu mashuhuri katika uwanja wa ndege wa JKIA lilikuwa limepangwa kwa umakini. Ndani ya vizuizi, bendi ya jeshi ilikuwa ikipima ana zake, na wageni waalikwa walianza kuwasili kwa ajili ya kupokea mwili wa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Lakini nje, mdundo tofauti ulianza kusikika. Wafuasi wake wa dhati walikuwa wakiimba kwa lugha ya Dholuo, kile wanachokiita Gweyo, wakiomboleza kifo cha baba, kiongozi wa jamii ya Luo, waziri mkuu wa zamani na mwana wa makamu wa kwanza wa rais. Saa 3:35 asubuhi, ndege iliyobeba mwili wa Raila ilitua. In honor of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it is RAO 001. The call sign for this aircraft is RAO 001. Kilichofuata hakikuwa mapokezi tu, bali wafuasi wa Odinga kuchukua makaribisho ya mwao. Ghafla, kana kwamba walikuwa wakirudia hafla ya Januari tarehe 30 mwaka 2018, siku ambayo Raila Odinga aliapishwa kama rais wa wananchi. Umati ulisongea ndege hiyo na kumlaki Odinga. Ndani ya dakika chache walizunguka jeneza lake pole na kusitisha maandalizi ya kijeshi yaliyokuwa yakifanywa kwa ajili ya mapokezi rasmi ya Rais William Ruto pamoja na rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Viongozi wengine pia walijikuta pweke, huku baadhi yao wakikimbilia usalama wao. Ni dhahiri kuwa mfalme wa uhamasishaji aliweza kuhamasisha hata baada ya kufariki. Wakati huu, wafuasi wa Odinga walichukua usukani. Kama msimu wa siasa nchini, wafuasi wa Raila Odinga waliandamana naye sako kwa bako. Njiani, naibu rais Kithure Kindiki na viongozi wengine walijaribu kurejesha utulivu, lakini hotuba zao za ushawishi ziliambulia patupu. Mkubali watoto, mama na family. Tafadhali wafanyie heshima zao za mwisho. Baadaye gavana wa Homa Bay Gladys Wanga alipozungumza, ndipo hali ilibadilika. Ghafla nderemo zilirudi na safari kuelekea Kasarani ikaanza. Baba Nindo, Joey, Watimuru kama Mondo wakoa Gwambo, Ginyasi, Wateru ya Gwambo Kasarani. Safari ambayo ilipaswa kuchukua dakika 15 ilichukua saa 2:30, kwani ilifika saa 6 mchana ndipo msafara huo ulifika katika barabara ya Mombasa Road nje ya uwanja wa ndege wa JKIA. Msafara huo ulichukua saa nyingine 2 kufika Kasarani. Safari ya mwisho ya Raila Odinga itaandikwa katika vitabu vya historia. Msafara uliosimamisha jiji la Nairobi, kuanzia kutekwa nyara kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA, barabara ya Expressway,
hadi barabara ya Mombasa Road. Ibada ya kitaifa ya kumbukumbu itafanyika katika uwanja wa Nyayo siku ya Ijumaa Oktoba tarehe 17 mwaka 2025. Mwili wake utasafirishwa hadi mjini Kisumu siku ya Jumamosi Oktoba tarehe 18 na kuzikwa Jumapili Oktoba tarehe 19 nyumbani kwake Bondo, kaunti ya Siaya. Kwa sasa Kenya inaomboleza si kiongozi tu bali alama ya matumaini. Vera Mura, KTN. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha turejea.